na wengi watatafuta mstari wa kwanza hadi wa 3. Amina. Imeandikwa, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwapo walimu wa uongo. Kama vile kwenu kutakavyokuwapo walimu wa uongo, watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza. Watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa nini? Kupoteza. Wa kupoteza. Uzushi ili watu wapotee. Mtu anazusha tu jambo. Zusha tu jambo. Huyo mchungaji yuko hivi, hilo kanisa liko hivi, huyo mtu na watu wako kuzusha ili watu wapotee. Sasa watu wanapenda kusikia habari njema. Mchungaji wenu yuko hivi. Kwa hiyo watu wakisikia wanakengeuka. Sasa wanapotea. Watakaongoza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua. Wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watatafuta ufisadi wao. Na wengi watatafuta ufisadi wao. Watatafuta ufisadi wao. Na kwa hao njia ya kweli itatukana. Na kwa hao njia ya kweli itatukana. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu. Kwa maneno yaliyotungwa. Kwa maneno yaliyotungwa. Ambayo hukumu yao tangu zamani haikawii. Ambayo hukumu yao tangu zamani haikawii. Wala uvunjifu wao hausinzii. Wala uvunjifu wao hausinzii. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa. Kwa kuwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni. Akawatia katika vifungo vya giza. Walindwe hata ije ile hukumu. Wala kuachilia ulimwengu wa kale. Bali alimhifadhi Nuhu mjumbe wa haki. Na watu wengine 7. Hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu. Wa wasiomcha Mungu. Amen. Unaona? Kumbe kila anayemwacha Mungu anatupa shimoni. Hebu sema utatupa shimoni. Hebu niangalie vizuri. Hebu mwambie mtu kama ukimwacha Mungu utatupa shimoni. Sema utatupa shimoni. Mwambie mtu ukikengeuka. Mwambie tena ukikengeuka utatupa shimoni. Kazi yako utatupa shimoni. Familia itatupa shimoni. Ndoa itatupa shimoni. Sema amen. Sema amen. Naona anasema wale malaika walipomwasi Mungu wakatupa shimoni. Sio shimoni tu, wakaweka kwenye kifungo. Wanalindwa. Kwa hiyo ukimwasi Mungu unatupa shimoni na unalindwa. Ndio maana kuna watu wengi wamejaa kuzunguka kwenye makanisa. Leo kanisa hili wanafika wanaanza, nilienda kanisa fulani nikaombea sikupona, wanachomoka. Walishamwasi Mungu, wakatupa shimoni, wakafungwa, wanalindwa ili hukumu ije. Ndio maana kuna mtu amezunguka Tanzania nzima anatoa tu shuhuda. Nimeenda mitume wengi, nimeombewa, sijapona. Nimeenda makanisa mengi, nina kwa nabii fulani, nikaombewa, nikaambiwa nije hapa, hapo atatoka. Shetani yuko namna hiyo. Kumbe yule mtu alishamwasi Mungu, ametupa shimoni. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Naomba kwa huruma zako. Yamkini na mimi nilikosa. Nikatupa kwenye shimo. Ninalindwa na malaika ili ije siku ya hukumu. Ninaomba leo unisamehe, unitoe kwenye shimo hilo kwa damu ya Yesu. Inawezekana Bwana kunitoa shimoni kwa damu ya Yesu. Inawezekana kunitoa shimoni kwenye mikono ya walinzi kwa damu ya Yesu. Sema amen. Sema amen. Naona maombi hayo yatakusaidia kabla sijaomba maombi ya mwisho. Kama unampenda Yesu sema amina kubwa. Sema tena amina kubwa. Unamuona mtu anasali lakini amejaa mahangaiko, ni kwa sababu hii. Anakuwa na mwasi Mungu lakini yuko ndani ya imani. Najua anakuwa anatupa shimoni akiwa ndani ya imani. Unaona? Ogopa uasi. Ogopa ukengeufu. Ukiwa mkengeufu utaishi maisha magumu. Nisikilize mpendwa.
Kuna saa mtu unakuwa na faraja, unaona watu wapo na wewe, familia ipo na wewe, ukoo upo na wewe, baba na mama wapo. Kuna saa ukipigwa wewe, anakufa baba, anakufa mama, unasema bado kaka zangu wapo, wanapigwa wanakufa, dada zako wanapigwa, unabaki kwenye familia peke yako. Mpaka ukiangalia mtu namna unatamani ukimbie. Unaona? Unatamani ukimbie. Nataka nikwambie, omba neema ya Mungu juu yako. Omba neema ya Mungu ikusaidie. Usikengeuke wala usimwasi Mungu kwa jina la Yesu. Kama unampenda Bwana nisikie tena amina. Nisikie tena amina. Nisikie tena amina. Na Mungu atakusaidia leo, na nguvu ya Roho Mtakatifu itakuja juu yako leo, utageuza. Utakuwa mtu mpya, mtu wa kufanikiwa, mtu wa kustawi, mtu wa kuishi kwa jina la Yesu. Kama unampenda sema amen. Sema amen. Nguvu ya Roho Mtakatifu inageuza maisha. Nisomee Ibrania 6 mstari wa 4 hadi wa 7. Kwenda tumalizie. Andika maandiko yatakusaidia sana. Amina. Amen. Ibrania 6 mstari wa 4 imeandikwa. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru. Na kukionja kipawa cha mbinguni. Na kukionja kipawa cha mbinguni. Na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu. Na kufanywa nani? Washirika wa Roho Mtakatifu. Na kulionja neno zuri la Mungu. Na kulionja neno zuri la Mungu. Na nguvu za zamani zijazo. Na nguvu za zamani zijazo. Wakaanguka baada ya hayo. Wakaanguka baada ya hayo. Haiwezekani kuwafanya upya tena. Haiwezekani kuwafanya upya tena. Hata wakatubu. Hata wakatubu. Kwa kuwa walimsulubisha mwana wa Adamu mara ya pili. Kwa kuwa walimsulubisha mwana wa Adamu mara ya pili. Kwa nafsi zao. Kwa nafsi zao. Na kumfedhei kwa dhahiri. Na kumfedhei kwa dhahiri. Maana nchi inayoinywa mvua. Maana nchi inayoinywa mvua. Inayonyeshea mara kwa mara. Inayonyeshea mara kwa mara. Na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao. Na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao. Ambao kwa ajili yao yalimwa. Ambao kwa ajili yao inalimwa. Ushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Ushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Amen. Amen. Hebu sema, mtu akimjua Mungu, akaijua kweli, akaishi ndani ya neema, alafu akaanguka, akamwacha Yesu, yani akaasi, hata akirudi kanisani hawezi kuwa sawa sawa. Hiyo ndio hatari ya kuwa na Wakristo vuguvugu. Yaani ukisikia mtu ni vuguvugu, alishaokoka, akamfuata Mungu kwa bidii, akamtumikia Mungu, akatoa sana, akafunga sana, akaasi, akarudi duniani akaishi kama mpagani, akazini, akaenda kwa waganga, akasema uongo, akaolewa, akaoa, akaachwa, akaachika, akaacha, akasema tena mbona kila kitu akiendi, nimrudie Mungu. Biblia inasema akirudi hawezi kuwa sawa sawa. Anakuwa ni kama wangapi mnaelewa basikeli yenye bende? Basikeli ambayo imepinda tairi. Mnaonaga zile basikeli zinanyosha. Hata ukinyosha wimbi waliishi. Inakuwa inakimbia nafanya hivi. Ndio wale watu katika imani hawana tena upendo na Mungu. Kwa sababu mambo yao mengi hufanya kwa tahadhari. Anakuwa shetani mkumbusha, unakumbuka uliwahi kufunga sana, ulifika wapi? Mbona ulianguka? Uliwahi kutoa sana, ulifika wapi? Mbona ulirudi?